months. Miezi 3 hata sio na nusu. Imagine tunaweza kumaliza Biblia. Na wacha nikwambie hujajua neno. Kama hujawahi soma Biblia kutoka Genesis mpaka Revelation. It is one good nice story with only one theme. Lakini utawaielewa until you read it continuously ukifuatilia. So hapo nimetoka. Leo bado imagine naenda katika the same book, the book of Mark. Na sasa mahali tulifikisha wakati tulifanya out air ndio nitaendelea. Na tutasoma katika kitabu cha Mark chapter 11. Mark chapter 11 tutaanzia mstari wa 11 hadi 25. Mstari wa 11 hadi 25. Na tunapoendelea kufungua the heading ama kichwa cha huu ujumbe ni driving one point home. Imagine that is the point. Hiyo ndio heading, driving one point home. Kupeleka sasa hata sijui inasemaje kwa Kiswahili. Inasemwa aje? Driving one point home. Irogo, si ni wewe Mswahili? Hiyo ni kusema aje kwa Kiswahili? Kupeleka ujumbe nyumbani. That is very true. Pigiani Irogo makofi Mswahili wetu. Wow, thank you. Kupeleka ujumbe nyumbani. Yes. Kama unaandika kwa Kiswahili andika hiyo, tumetafsiriwa na brother Irongo. Nimesema tunasoma Mark 11, tusomewe na ani kwa Kiswahili poa. From verse 11 to 25. Mark 11 from 11 to 25. Yesu aliingia mjini Yerusalemu, akaenda moja kwa moja mpaka hekaluni, akatazama kila kitu kwa makini, lakini kwa vile ilikwisha kuwa jioni, akaenda Bethania pamoja na wale 12. Kesho yake walipokuwa wanatoka Bethania, Yesu aliona njaa. Basi akaona kwa mbali mtini kuwa na tunda Basi akaona kwa mbali mtini wenye majani mengi. Akauendea ili aone kama ulikuwa na tunda lolote. Alipoufikia aliukuta bila tunda lolote, ila tu majani matupu, kwa vile hayakuwa majira yake ya matunda. Hapo akauambia mtini, tangu leo hata milele mtu yeyote asile matunda kwako. Nao wanafunzi wake walisikia maneno hayo. Basi wakafika Yerusalemu. Yesu akaingia hekaluni, akaanza kuwafukuza nje watu waliokuwa wanauza na kununua vitu humo. Akazipindua meza za wale waliokuwa wakibadilishana fedha na viti vya wale waliokuwa wakiuza njiwa. Hakumruhusu mtu yeyote kupitia hekaluni akichukua kitu. Kisha akawafundisha, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala kwa ajili ya mataifa yote. Lakini nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Makuhani wakuu na walimu wa sheria waliposikia hayo, walianza kutafuta njia ya kumwangamiza. Lakini walimwogopa kwa sababu umati wa watu ulishangazwa na mafundisho yake. Ilipokuwa jioni, Yesu na wanafunzi wake waliondoka mjini. Asubuhi na mapema walipokuwa wanapita, waliuona ule mti umenyauka wote hata mizizi. Petro aliukumbuka, akamwambia Yesu, Mwalimu, tazama, ule mti ulioulaani umenyauka. Yesu akawaambia, mwamini Mungu. Na waambieni kweli, mtu akiuambia mlima huu, ng'oka ukajitose baharini, bila kuona shaka moyoni mwake, ila akaamini kwamba mambo yote anayosema yanafanyika, atafanyiwa jambo hilo. Kwa hiyo nawaambieni, mnaposali na kuomba kitu, aminini kwamba mmekipokea, nanyi mtapewa. Mnaposimama kusali, msameheni kila mtu
waliyewakosea chochote, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe nyinyi makosa yenu. Amen. Thank you so much. Father, in the name of Jesus, tuko mbele yako. Hili ni neno lako na tunajua liko na uhai ndani yake. Tunajua liko na hekima, liko na nguvu, liko na suluhisho ya shida na maswali yetu. Tunaomba siku ya leo hili neno litafanyika katika maisha yetu kulingana na vile unatuona na vile unatujua, kwa utukufu wa jina lako. Naomba Baba unisaidie kulielezea, naombea wenzangu waweze kushika na kuelewa, ili Baba yetu tukaongeze imani yetu ndani yako, ili nayo imani ikaendelee kutuzalia mazao. Tunajikabidhi mikononi mwako tunapoligawa hili neno mmoja kwa mwingine, katika jina la Yesu tuseme amen. Now hapa hii hadithi imechukua siku kadhaa, na hii hadithi imeenda kwa njia tofauti, haiendi kwa njia moja. This is only one time Yesu amepeana hadithi kama mwanamke. I usually hear men complain ya kwamba mama anapotaka kuelezea kitu haendagi kwa point straight, huwa anapitia mbali. Kisha na alikuwa anataka kukuambia nilienda Gikomba nikanunua nguo, lakini atakwambia vile aliamuka akaoga uso mpaka akaoga miguu, ile nguo alivaa, ile gari alipanda, yule walikaa na yeye, mahali alienda duka kama 15 kitambo apate Kenya anataka kununua. Atakwambia hadithi mrefu, na nasikianga wazee huchoka sana, lakini wamama Yesu anatuelewa kwa hii hadithi, sababu ni hadithi moja ameipeleka kama vile wamama upeleka hadithi zao, lakini ako na lengo la jambo moja peke yake. What is Jesus saying? Tumetangulia na kuona Yesu jana, wakati ule mwingine tukiwa kwa crusade tuliwacha Yesu akiwa juu ya punda. Si mnakumbuka? Alikuwa amekalia mwana kondoo punda, na alikuwa naenda mahali panaitwa Yerusalemu. By the way, tulimalizia hiyo story na muziki ambao ulikuwa unachezewa mwana punda akienda kuingia nini? Yerusalemu. Hapo ndio tumeanzia siku ya leo. Tumeanzia amefika Yerusalemu, na alipofika Yerusalemu maandiko yanasema akaingia hekaluni, na alipoingia hekaluni akazunguka akatazama, hakufanya lolote, akatoka pamoja na wale 12. Wakaenda wapi? Wakaenda safari ya kilomita 14 mahali panaitwa Bethania. Lakini kuna kitu tunaona pale Yerusalemu walifika usiku, alafu asubuhi yake wakaamuka wakiwa Bethania, na walikuwa wanataka kwenda wapi? Wanataka kurudi Yerusalemu mara tena. Inaonekana hiyo usiku Yesu hakukula chochote, because by morning Biblia inasema Yesu akahisi ako na njaa ndani yake. Alipohisi ako na njaa ndani yake, kwa ile njia alikuwa anapitia, maandiko anasema kwa umbali kaona mti unafutia sababu uko na matawi, na akaenda kwa ule matawi akijua ya kwamba sio msimu wa ule mti kuleta matunda, lakini akatembea akienda kwa ule mti. Maandiko yanasema alipofika kwenye mti akitarajia atachuna tunda moja aweze kushibisha tumbo yake, kapata hakuna matunda, akakasirikia mti. Imagine akakasirikia mti, lakini there is a point he wanted to drive home. Akaambia huu mti hakuna mtu atawahi kula matunda kutoka kwako toka leo mpaka milele. Na kutoka hapo maandiko yanasema akaendelea na safari yake. Liendelea na safari mpaka wapi? Mpaka Yerusalemu, kwenye alikuwa ametoka ule usiku mwingine. Wakati wakafika ni mchana kiasi, na watu tayari wamekuja katika ile hekalu yenye alikuwa ameingia the night before. Lakini alipata watu wamefanya nini? Tayari wametandika soko. Kuna mtu ako na manguo, kuna mtu ako na viatu, kuna mtu ako na mafuta, kuna mtu ako na samaki, hata omena. Kila mtu alikuwa pale na soko yake, na akikuona na kuambia customer kuja afanye nini? Na
leo. Wakaanza kuwaita kastomoka, mimi ndio niko na nini na ile msuri. Lakini Yesu hakuwa na furaha hiyo siku. Maandiko yanasema zile meza walikuwa wametandikia, zile bidhaa zao akaanza kuziangusha, zinaanguka na zile bidhaa, anatoka hapo anaanguza zingine akaangusha. Wengine walikuwa na pesa wamepanga kwa meza, ili kama uko na dola wanakubalishia wakupatia yenye itaweza kununua kwa ile soko. Yesu hakutambua hiyo ni pesa, hata hizo akaangusha. Amen. Kitu inaninyonga my dear. Ni sauti nimepeleka juu sana. So akaangusha mpaka pesa za watu. Na alipomaliza hiyo story ya kuangusha, I love Jesus, akaanza kuwafundisha. Na yale mambo aliwafundisha, aliwauliza, nyinyi, kwanza kulikuwa na watu wanaitwa waandishi wa barua na Mafarisayo. Hawa walikuwa viongozi wa dini. Akawauliza, yani hamjui ya kwamba hii nyumba ya baba yangu inafaa kuwa nyumba ya nini? Ya maombi. Hawa Mafarisayo na hawa waandishi wa barua wakasikia ile habari na bado walikuwa wamekerwa. Because hata hawa siku ile hawakuwa wamekuja kufundisha watu neno la Mungu, walikuwa wamekuja kufanya nini? Biashara. Maandiko yanasema wakajikusana pamoja, wakaanza kupanga venye watamueliminate, venye watatoa kichwa juu ya mwili wa Yesu, venye watamumalizia. Hiyo ndio waliendelea kupanga. Lakini Yesu akawa amemaliza biashara na kule hekaluni na akatoka nje. Wakarudi kwa ile njia pia yenye walikuwa wamekuja nayo. Na wakati Yesu alilaani mti, wanafunzi walikuwa wamesikia. Sasa wakapitia karibu na ule mti. Maandiko yanasema nini? Wanafunzi wakaona ya kwamba ule mti bao Yesu alikuwa amelaani umeanza kufanya nini? Kuoza, umeanza kukauka. Hawakunyamaza, wakamwambia Yesu. Ni kama kwamba Yesu hakuwa anaangalia kama umekauka ama utakauka, sababu Yesu anajua neno lake lazima litimilike. Hana haja ya kuangalia. Na ndiposa nilikwambia tukiitisha roho hatuna haja ya kukusikiliza kama umeongea ama hujaongea. Tunajua lazima ujazwe, sababu ni neno la Bwana. Kwa hivyo maandiko yanasema Yesu akaambiwa na wanafunzi, hebu tazama Yesu, ule mti ulikemea, ule mti ulilaani, tunaona ukinyauka. Kawaambia sasa niko na habari. This is the hour I deliver the message. The reason I've done all this, hii ndio ile sababu imenifanya nifanye yale mambo. Kawaambia wanafunzi wake, kuweni na imani ndani ya Mwenyezi Mungu. By the way, that is the point Jesus was driving home. Ya kwamba kuweni na imani ndani ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Alafu akaanza kuambia, why am I telling you? Mkuwe na imani. Kwa sababu ukiwa na imani, hata mlima ukiutazama hivi, uambie wewe mlima, ng'oka mahali hapo na uende moja kwa moja nikupate katika mto, hautanyeta. Utang'oka mara moja, uende mpaka wapi? Mpaka kwa mto. Kisha akawaambia, mkiwa na imani, lolote mtakaloomba mtafanya nini? Kisha akawaambia, sameheaneni mmoja kwa mwingine kama Baba yetu wa mbinguni takavyowasamehea. Sababu mkikosa kusameheana kama Baba yetu wa mbinguni hata wasamehea. Kamaliza the story. Hallelujah. Now I want to preach a very short message. Kiwa na hiyo habari, I want to preach a what? A very short message. What am I talking about? Ninaongea ya kwamba hii hadithi yote, hiyo safari yote imeendwa more than one day. It was only for one point to be driven home. Only ujumbe mmoja uingie ndani ya mwaminio. That was the only reason Jesus has done that. Na nikakwambia ule ujumbe Yesu alikuwa anataka kupitisha katika wale watu ni ya kwamba kama umeokoka, kama utainani
angry. Hata nakasirikia mti. Do you imagine the trip happened because ya watu? Because he expected. Do you know what mtumia haraka ni mudhuriwe? Umewahi kumwona? Paka aliye hiyo nyumba anajuanga ni kubaya. Mimi kwanza nikikasirika, paka unajua napenda kuzunguka mtu hapa kwa miguu. Ile itake anapataga. Wakati nimekasirika, tunakuja kuniitisha maziwa. Unajua venye nasikia vibaya na mjibungu na teke. Oko ujao tetorere kuwa. Yapo horere niki. Kwa hivyo hiyo siku alikuwa kama mama. Amekasirika na amekasirikia mti. Si kwa sababu mtu uko na makosa, lakini watu ambao alikuwa anatarajia ya kwamba wako na imani ndani yake Mwenyezi Mungu, ya kwamba ataingia kanisani apate wakiomba, ya kwamba ataingia kanisani pate viwete wakiponywa, ya kwamba ataingia kanisani pate watu wakisaidiana kumtafuta Mwenyezi Mungu, anawapata wakifanya biashara. He was angry even to the tree. May the Lord help us. Amen. So he was telling them, the reason there are chaos, the reason they may behave when they may behave, it is because these people don't have faith in God. It is true wengine ni viongozi wa dini, lakini hawajaweka nini? Imani yao ndani ya Mungu. Na kwa hivyo it's like Jesus was telling them, faith is so crucial to every believer. Yani imani ni kitu ya maana sana ndani ya mwaminio. Ni kitu muhimu sana hivi kwamba you cannot afford to be without it. Akaambia Peter, it is so crucial that when you have that faith, mountains will not withstand you. Praise the name of the Lord. Kaambia, it is so crucial. That is what has made me to come in this world. That is what made Jesus to send to the Holy Spirit. That is what Jesus died for at the cross. So crucial. So akawaambia, the point I'm driving home, have faith in God. Amen. Amen. Have faith in God. And whatever circumstance that will come your way, it will cease. It will give way. It will make a way for you. Because you have faith in God. Na wale wengine wanasemanga yangu imenyeta. Continue having faith in God. Na wale wengine wanasema yangu ni kubwa sana. Imesimama mbele yangu na hata siwezi nikaona mbele. Sio kubwa kuliko mountain. Continue having faith in God. Na wale wengine wanasema wengine wametendewa, mimi nimebaki hapa peke yangu. Continue having what? Faith in God. Kuna kakilipu nilikuwa naona kwa WhatsApp kakanifurahisha sana. Na ni mzee kiasi alikuwa anaelezea. Alikuwa anasema pop pop pop. Alikuwa anasema sijui kama mnajua zile dole popcorn. Popcorn ni nani amewahi kuivisha popcorn? Kuna siku moja Anu walifanya maajabu na shosho yake. Wakachukua popcorn na kasufuria kadogo. Wakadhani popcorn ni kidogo. Wakaweka kwa sufuria. Wacha sianze kutoka. Zikajaa, zikafurika, zikaanza kumwagika chini. Sasa walikuwa wanashindwa, tutaangalia zenye ziko kwa sufuria ama tutaokota zenye ziko nini? Ilikuwa siku ya maajabu ya popcorn. Lakini huyu jamaa alikuwa anasema one thing with the popcorn, kila kapop hupasuka peke yake na hupasuka wakati wa. Sasa alikuwa anasema hata kama wewe uko katika moto na wengine wamepop wakitoka, wait your time, you will also pop. Hallelujah. Na pop wazina pop zote. So alituacha kituambia pop 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 pop. Lakini pop at your time. Wewe unasema ya kwamba umengojea sana, wait until your time to pop will come. But have faith in God. That is the point Jesus was driving home. Na kaambia Petro, it is so crucial.
Imagine to have faith is all that you need to have everything that you want. Hiyo ndio aliwaambia. Kawaambia, if you're going to make a prayer of faith, whatever you asking for, in faith, believing whoever, I am telling my need, number 1, he's there. Number 2, he's powerful. Number 3, he loves me. Number 4, he is able. When you are going to focus with your need to him, so crucial that your need will be met. Hallelujah. So akawaambia, the reason kuna shida na kukosa na kilio hapa na pale, because we put our faith elsewhere except in God. We put the faith in this city. Another time I was asking a person, wakati ulikuja kwa hii kanisa na ilikuwa mara yako ya kwanza, ukapatiwa kiti, did you check kama imefujika? Kaniambia hapana. Kwa nini? Because you had the faith. Hiyo kiti iko nini? Imagine you are able to put the faith in this seat, plastic seat. Unakujaga pe na unakalia tu. Lakini tukikwambia, I like the way JJ anaiwekaga. Anasemaga, ukienda kwa mtu wa Duthi, wewe unafanya nini? Unamwita Duthi, kuja. Duthi anafanya nini? Kabla hata umuuliza swali lingine, umekalia Duthi yake. Na umuulize wewe, ulikuwa wewe ni client wa Mathare? Unakujua dawa za Mathare? Umuulizaki. Umuulizi kama kwamba amewahi goroka. Umuuliza? Unakalia Duthi. Na mwambia gomago. Sio unafanyaga? Na unamshika. Hata ujui kama alivuta bangi asubuhi na ujui bangi itamwambia nini? Anakupeleka. Na wewe huwezi kuamini Mungu. Lakini unaweza kuamini mtu wa Duthi, unaweza kuamini mtu wa matatu makanga, unaweza kuamini anything else but not God. May the Lord help us. Lakini Yesu akaambia jamaa, if only you put faith in God, whatever you ask. Ni watu wangapi uliwahi kupata? Unajaribu kumhimiza, anakuambia nikolito. Unaomba, lakini bado confession ni kugumu nini? Sababu anaangalia situation. Sababu anaangalia nyumba yake. Sababu anaangalia mambo ya haangalii Mungu. Lakini huyu Yesu alikuwa anaambia mitume, ni nini hamuna? Only have faith. Na hizo vitu mtafanya nini? Hallelujah. Akawaambia it is so crucial that you should not allow unforgiveness to come between you and faith. Usiruhusu ya kwamba kuna mtu mlikosana, by the way, no matter what he does to you, hakuna kitu, because when you keep him, hujamsamehea, what you are saying, stay here and I stay behind you, but not receive from the Lord. Lakini akamwambia it is so crucial that you should forgive everybody. Nadhani Petro hapo ndipo alimuulizia, brother yangu, nafaa kusamehewa mara ngapi? Akamwambia it is not a matter of times, ni kumsamehe na ujue hauhesabu. Kama umemsamehea, hiyo imekwisha. Na akikosea ingine, msamehe. Why? Because when he comes between you and your prayers, you will not have your prayers answered. It is that crucial. Haya ndio unaniambia pastor, hata mengine si ya kusamehea. Niulize, I really know how to forgive. Mimi kusamehea hata unifanye nini? Take whatever you want from me. The following day I am okay with you. I will embrace you and love you and bless that thing for you. And I walk free. Amen. Because I know my source is God. Na mimi siwezi nikakubali mtu asimame hapa katikati yangu na Mungu ati amenifanya nini? Ametembea mate, ameniangalia vibaya, amechukua kiti yangu, si uchukue. Kwani Mungu alikuwa na kiti moja? Si mtapatiwa ingine. It is so crucial that you should not allow any unforgiveness to be between you. Lay every person down. Hata kama amekutukana aje, hata kama ameenda na nini, hata kama alikuwa nani kwako, lay everything down and let your connection with God be as open as possible. Ili ufanye nini? Upokee baraka zako kwa Mungu. So I have told you very simply,
with all that story, mpaka kuumiza mti. The point was only one, ya kwamba tukuwe na imani ndani ya nani? Ya Mungu. And of late nimekuja kugundua how sweet it is to have faith in God. How sweet it is to have faith in God. Pale kwetu Waitaithi nimekuwa nikiambia Mungu at least every week nataka kuwa nafanya ka development. Nataka kuwa nafanya nini? Ka development. Sasa on Sunday tulikuja hapa. Mimi nilipewa mpaka pesa. Peter Slim sikafika 10,000. Lakini hii kanisa iko imeli. Nikahesabu zote nikapatiana kwa mwenye kulipa nyumba. Na ninafaa kufanya nini? Development. Do you know what God did to me? After I paid that money, the following morning, nilipata simu kwangu. Mtu alikuwa na deni yangu na sikumuitisha, ameituma. Nikapigia mama hii ni mara moja. Ndomera mwendo wa vera. Hallelujah. Tuma mtu wa nini? Faith in God, not on what you are seeing. Nikisema, oh my God, wacha mtu wa kanisa. By the way, hapa sio kwenye ninarara. Sasa mkifukiwa situko wengi. Nikisema sitali. Lakini nikasema pana, I am accountable. Let me pay for that. And God made sure ya kwamba kazi yangu inaendelea. Put faith in God. Not on what you have in your account. Not on that work you do, my sister. Not that intelligence yenye uko nayo. Sio hiyo kazi ya kuajiriwa. Put your faith in God. Na sisemi tusifanye kazi, but write down your vision. Not because of what you have. Siandike ukiambia Mungu, I know you are able. I know you are able. Ndio nilikuwa ninaomba kagari ka 500, lakini sasa nimekasirika. Nikasema wenye wananunuaga za 1.5 walitoka bikuni. Tareketora ni ogwo. Kina Biata. 1.5 unaitisha gari. Na mimi naendesha mwokote hapa. Nikasema no way. Mungu wa Biata ni Mungu wangu. Ninapandisha imani. I want a better car. Because God has told me whatever I desire, as long as my faith is in Him, He can give it to me. He can. He can. And I know He will. Si usimame uitisha kitu yenye unataka. Si unasikia mimi tayari nimeitisha zangu. By faith. We worship this wonderful God. Remaseka payanda. Worshipers come over here. Tutamwabudu na tumuombe na tumwambie Jesus, we are getting the point you are driving home in us today. In the name of Jesus. Oh, hallelujah.